Wewe hivi siku zote tunaongea nawe kwenye simu, unaniambia nina mpishi mzuri, nina msaidizi mzuri, chakula chenyewe ndio hiki Wifi yangu, hivi unampenda mmeo kweli? Huyu mdada siku hizi ana kisirani sana. Kwa na mimi namefanya hivi kwa makusudi bila kujali kuwa leo tuna mgeni. Hapana wifi. Mwenye makosa ni wewe. Kwa nini mwenye makosa ni wewe? Mwanamke kama mwanamke ambaye ni mama wa familia, anajitambua vizuri. Kabla chakula hakijafika mezani, ni lazima kwanza akikague, aone kama kipo sawa. Na kama hicho chakula kinawezekana kuliwa na mume wake au na familia yake kwa ujumla. Hata kama kafanya huyo. Ni binti wa kazi tu. Unajua na lengo gani huyo? Unajua na malengo mazuri na wewe? Yaani unajiachia tu, eti kapika yule, eti chakula cha mimi nani akupikie? Chakula cha mimi nani andaye? Mwanamke, linda ndoa yako. Ukiitaka ndoa yako mama, andaa chakula cha mimi. Fua nguo za mimi. Hujafungwa? Na wewe, binti mzuri, mlembo. Unapika kitu gani hiki? Wewe leo kesho unaweza kaolewa. Kwa nini hapo tukumwandalia chakula kama? Mungu nifanyaje? Wewe msamaha wako utanisaidia nini? Msamaha wako utanisaidia nini? Hali mdogo wangu kaenda kulala na njaa. Kila siku anamweka bila kula, ndio maana anazidi kukondeana. Nyinyi mnanenepa, mnapendeza. Kwa mimi nimefika hapa ili muweze kunikondesha kama mdogo wangu, si ndio? Sasa hapa ndugu zangu, nyie wawili hapa mmekwama. Umeelewa? Hapa mmekwama. Mimi ndiye Pude. Pude si ipembeli ya mbogo ikina bagoroje. Nitawakina. Kweni makini na mimi. Unadhani maneno ya wifi yatakuwa na mshtua nani? Mimi au wewe? Na kitu kingine, unafikiri mume wangu alivyoondoka hapa ndani atakuwa na hiki ni nani aliyefanya hili tukio kati yangu mimi na wewe? Wewe unataka vita? Basi vita ndo kwanza inaanza. Hivyo jipange mdada. Japo moyo ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo, moyo moyo kaka. Naomba unisamehe. Kulikoni? Nadhani unanijua vizuri.
na unajua fika kwamba mimi siwezi kufanya kitu kama kile. Na pia nakumbuka jana uliniambia kwamba siku yako ilikuwa mbaya sana kazini. Yote ni kwa sababu tu uliondoka bila kuona tabasamu langu. Vivyo hivyo na mimi pia siwezi kuwa sawa kama umeondoka sijaona tabasamu lako. Kiukweli najisikia vibaya. Najihisi mkosefu sana kukosea mtu kama wewe. Mtu ambaye haujawahi kuniumiza wala kunikwaza hata siku moja. Mungu nisamehe. Tutaongea. Lakini kaka, mbona chai mezani hakuna? dada shikamoo. Hebu ishikilie hiyo ya kwako, uipeleke sokoni, uiuze kama utapata pesa. Sawa eh? Sikuja kuambiwa shikamoo. Umeelewa? Mimi nauliza mbona hakuna chai mezani? Mpaka sasa hivi saa ngapi? Dada samani, chai ipo jikoni, muda sio mrefu utakuwa tayari. Hivi wewe samani wako atanisaidia nini? Alafu jua hilo neno samani sipendi. Yaani sipendi kabisa kulisikia katika masikio yangu. Kila mara samani, samani. Wewe samani umemkuta wapi? Umemkuta wapi wewe samani? Wewe panyabuku. Uliowazoea ni hao, sio mimi. Mimi ni kichwa kingine kabisa. Jana umenilaza na njaa. Na mdogo wangu pia amelala na njaa. Alafu kaondoka hata chai hajanywa. Hivyo unajua muhimu wa kazi wewe? Unajua muhimu wa kuajiriwa wewe? Kwanza sasa hivi wanakulea kama mtoto uliozaliwa hapa. Hivi kwa nini wasikufanye kama mdada wa kazi wanavyofanya? Wanakufinya kidogo, wanakupiga na pasi, Wewe kazi haifanyi. Mbona wanakulea sana wewe? Wewe. Dada samahani, sikujua kama utaamka mapema, naomba unisamehe. Nakupa dakika hizi. Kule ndani wewe umeshafanya usafi? Chai iwe mezani. Namba. Yaani hapa nisipokuwa makini nitapelekeshwa sana, kwa sababu humu ndani yaani naona kabisa kila mtu na chuki zake binafsi. Kwa hiyo basi, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni, na mimi sitokubali kuwa mnyonge. Kuanzia sasa nipo tayari kwa lolote. Niambie wifi yangu kipenzi. Ninalo basi wifi yangu. Hata sina la kukwambia. Ila sasa hivi umekonda wifi yangu. Ni nini kimekukuta? Maisha magumu. Naona sasa hivi una mifugo. Ongela. Ndio hivyo. Na baadaye nitakuchinjia mmoja.
Yaani ipi yangu bwana. Yaani kikuona tu mimi kila najisikia faraja. Aya bwana, nayo maisha. Ila nilikumisi. Unizidi mimi. Unizidi kabisa. Ila afadhali umekuja shoga yangu, maana huko ndani mambo vururu varara. Yaani nilikuwa najihisi niko mpweke sana. Ila kwa sasa hivi kwa sababu umekuja, moyo wangu una amani. Jana nimefika muda umeenda sana. Nilikuta kile kipanya kile kimelala. Alafu leo asubuhi kishaondoka kimeenda shule. Hivi vipi maendeleo yake? Nakwambia sasa hivi chochote utakachokufanyia kale katoto kanaenda kusema. Sasa hivi naenda kwa mipango, step by step. Yupo sawa kwa sababu umri wake sasa hivi ameshaanza kutambua hili baya, hili zuri. Kwa hiyo chochote utakachomfanyia lazima aseme, atasema. Ila sasa udugu wangu, kuna huyo kidudu mtu mwingine anakuja huko ndani. Yaani ni anakera, ni anaboa. Na anaingilia mipango yangu mpaka ananikera. Ili natamani unajua sijui nimfanye nini yule dada. Natamani kumuondoa leo kesho, lakini kakako ndo anaonyesha kumng'ang'ania mtani. Kikaragosi. Yupi huyo? Huyu beki tatu ama nani mwingine zaidi yake sasa? Ufiangu sijui ni flies. Yaani beki tatu ndio akusumbue. Beki tatu. Anakula kwa ajili yako. Analala kwa ajili yako. Anapendeza kwa ajili yako. Yaani akusumbue kabisa ukiwa nyumbani kwako. Wifi yangu na umekuaje bwana? Mbona niangusha? Sasa wewe ni mwanamke wa aina gani? Unajua mwanamke washindi kitwe. Wewe ndio unaweza kumshawishi mume wako akamuondoa yule binti. Unashindwaje wifi yangu wewe? Mama mipango. Wifi ni nani anatamba naye? Ila usijali. Mimi nishafika. Kila kitu kitawa. Yaani kitaenda sawa. Alafu njaa inaniuma. Usijali. Ngoja nimwite, najua atakuwa shapika. Happy! 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 Ni ana kiburi na maana nisikii ninavyoita au dharau. Hayo ni mazoea. Tena mazoea kupita kiasi. Kwa wewe muda wote nakuita unisikii au dharau? Au kwamba masikio yako umeelekea pamba? Lakini dada, nimekusikia na ndio maana nimekuja. Tuna njia. Chakula kiko tayari. Mimi nimepika muda mrefu tu. Kwa hiyo kwamba chakula kiko tayari muda mrefu. Afu umekaa huko ndani. Sisi tutaota kwamba chakula kimeiva tujilete huko ndani. Wifi, unamwona huyu binti alivyokuwa na dharau? Namuona. Binti yupo vizuri sana. Wewe unajua ananipandisha hasira. Ananipandisha hasira. Wewe, hivi unataka mimi nikufanye nini? Ili unielewe. Lakini dada, utaratibu ni kwamba chakula nikipika mimi naweka mezani. Kwa hiyo mtu akisikia njaa anaenda kula. Sasa sikujua kama natakiwa kuja kuwaita. Naomba nikuulize swali moja. Hivi wewe upo hapa kwa sababu gani? Upo hapa kama msichana wa kazi? Au upo hapa kama mke wa mdogo wangu? Hebu naomba nifafanulie hapo kidogo. Kiukweli aunti, utanisamehe. Lakini mimi waga sina kawaida ya kujielezea kwa vitu ambavyo vinaonekana waziwazi. Samahani. Upo vizuri. Upo vizuri sana binti. Ulitambulishwa kwa mimi ni nani? Wewe ni dada wa bosi. Basi mimi bosi wako. Si ndio? Sina uhakika kuhusu hilo. Dada wa bosi wako
ni bosi wako. Umeelewa? Labda inaweza ikawa ni kwa upande wako, lakini mimi anayenilipa mshahara ni mtu mmoja. Unadharau sana hiyo, si ndio? Kwa hiyo unaona kama vile wewe unatuweza sana wote hapa, si ndio eh? Kaa chini. Kaa chini. Nasema kaa chini. Sikia. Kwanza tile la picha ndo linakuja. Na kwa hiki moja tu. Kila kitu kitakaa sawa. Tukae. Kuna mambo usiyoyajua na yote hutunzwa kwenye moyo, na ikitokea umeugua unajua first ni moyo. Fumbo, 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 fumbo. Wewe. Kinachokuuliza ni nini? Naongea na wewe. Kinachokufanya utoe machozi ni nini? Hebu niambie. Kwani sasa hapa tumepata msiba? Nani aliyekufa hapa? Anakufanya wewe utoe machozi, mwagike machozi kwa uchungu. Wewe, nisikilize kwa makini. Usituletee uchungu kwenye familia. Hatujawahi kufiwa na wala hatutegemei kesho au kesho kutwa tukafiwa. Umenielewa? Sema basi kama labda kuna kibwana chako huko kimekufa, tukusaidie kuomboleza. Unatazama kadharau. Basi tuachane na hayo. Haijandeta hayo. Sitaki kula ubwabwa. Ninachokitaka sasa, nataka ugali. Tena ugali wa dona ulochanganywa na unga wa muhogo. Sijui unanipata? Nakupa dakika 5 tu. Ugali wewe tayari mezani. Upo? Siko sawa. Siwezi kupika ugali sasa hivi. Binti, unajifanya jeuri sana eh? Nikwambie kitu sasa. Yaani mimi ni jeuri zaidi ya majeuri. Yaani mimi ndio mwalimu wa wajeuri wote. Umeelewa? Nakupa dakika hizo 5. Nataka ugali uwe mezani. Nadhani utakuwa umenielewa. Ndio upude. Mbona utanyoka? Jeuri yote Japo moyo ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo, moyo moyo ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo, 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 fumbo. Fumbo, fumbo, fumbo. Auntie, wow!
Nani anti yako? Lakini nilimisi anti. Ushawahi kuwa na anti kama mimi? Haitatokea hata siku moja mimi kuwa anti yako. Tena koma maanti zako hapo kule dampo machokolao nzi. Uje urudie tena kuniita anti, nitakukanyaga, nitakufinyanga wewe. Nakupenda japo sijui kama unanipenda pia. Utapokwenda nami nitakwenda dear. Maana moyo umeukamata, kwako mie ni shadata. Nimezichanga karata, pote utakapokwenda nitakufuata. Japo moyo ni fumbo, yote yatunzwayo ni fumbo. Kuna mambo usiyoyajua na yote hutunzwa kwenye moyo, na ikitokea umeugua, unojua first ni moyo. Na kuona unaendelea kuburudika na TV. Naosha macho kidogo. Na za hapa nyumbani? Zuri tu. Zako kazini? Ni njema kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Basi sawa, wengine wako wapi? Wapo jikoni. Basi mimi nipo chumbani. Samahani Aika. Kuna jambo nataka tuzungumze kidogo. Ndugu wangu, mimi nashukuru sana kwa kunikaribisha nyumbani kwako, lakini kuna kitu hakipo sawa. Na kitu hicho kinanipelekea mimi nitake kurudi nyumbani. Aika, nimekuja kwako, sikuja kwa ajili ya kuwa mfanyakazi wako. Sikuja kwako ili niteseke. Sikuja kwako ili niwe na lala njaa na kushinda njaa. Jana nimelala njaa. Hata wewe pia ni shahidi, na wewe ulilala njaa. Leo pia nimeshinda njaa. Unajua, huenda sijakuelewa. Yaani mchana haujakula kwa sababu kulikuwa hakuna chakula, au hiki wanachokipika sasa hivi ndicho kimeanza kuandaliwa tokea mchana? Aika, nimesema hapo jikoni, lakini sijui unafanya nini. Kiukweli, huyu dada hafai kabisa kuishi hapa nyumbani. Tena hastahili kabisa. Aika, kama unavyojua, mimi huwa situmii ubwabwa na mboga. Lakini yule dada alivyokuwa jeuri, alivyokuwa na dharau, anajua mimi sili ubwabwa na mboga. Kachukua maharage, katia mchele,
kachanganya vyote mle mle ili mimi nisile. Kwa upole nikamfuata, binti, naomba nisongee japo ugali tu kidogo tu nipate kula, jana mimi usiku sikula na sasa hivi nahisi njaa. Binti alinijibu jeuri, binti alinitukana. Aikani, nimeacha chakula nyumbani, nimeacha vyakula tele Aikani. Kama unavyojua sisi tunalima vyakula vyote pale nyumbani. Kweli mimi Aikani nakuja kunyanyasiwa chakula nyumbani kwako? Aikani, kama ulikuwa unataka mimi Aikani kuja kwako ungeniambia Aikani. Mimi si wa kunyanyasiwa chakula Aikani. Mbona ungenyanyasia vitu vingine Aikani? Sio chakula. Tena mimi nanyanyaswa na mfanyakazi Aikani. Kweli. Aikani, sawa. Aikani, ndombo niambie kama ni mwanamke wako, nijue tu, niwe vyangu, hata akiwageni. Sawa? Tena sisi mawifi huwa tunaonekana tuna roho mbaya, tunaonekana tunavunja ndoa za kaka zetu. Aikani, na mwisho mimi naomba nauli, kesho naondoka nyumbani. Dada, mimi sidhani kama hayo ni maamuzi sahihi, kwa sababu kizingatia, ukirudi nyumbani alafu ukawaeleza hiki kilichotokea, hiyo nadhani mimi watanichukuliaje? Familia na ukoo kwa ujumla mimi watanionaje? Mimi nadhani kwa sababu umeshanifikishia, naweza nikajua jinsi gani ya kuweza kufanya. Lakini kingine, kusema Happy aondoke ni jambo ambalo haliwezekani kabisa, kwa sababu Happy na Nirham tayari wameshatengeneza bonde ambayo ni nzuri. Nirham ameshamzoea sana Happy to the extent kwamba Happy akiondoka Nirham anabakia kwenye wakati mgumu, anapoteza furaha yake kabisa, kwa sababu furaha ya Nirham ni kumwona Happy. So kiniambia ni muondoe is something difficult kiukweli. Mimi ningekuomba kitu kimoja, badala ya kumuondoa Happy, basi tungemletea mtu ambaye angeweza kumsaidia majukumu, na huyo mtu angekuwa kwa ajili yako. Ijapokuwa kama ukimpatia muda Happy, mimi naamini utampenda. Basi mimi nipo ndani. Haki ya Mungu, hiki kibinti ni kichawi. Ni kichawi kabisa. Yaani maneno yote yale nimeongea yote nimemaliza hadi natoa machozi. Mle hakuna mtu kabisa. Shapoteza.
Happy. Happy. Ukimaliza kazi zako zote, nakuomba uje hapa na mazungumzo na wewe. Tunaweza tu kuzungumza sasa hivi. Hata hivyo nimeshamaliza kazi zote. Happy. Unajua kila nikitafakari naona sipati majibu kabisa. Najiuliza ni mdudu gani aliyekuingia wewe hizi siku 3-4 zilizopita nyuma. Sipati majibu katika hilo. Au kuna mtu yoyote yule ambaye anakushawishi? Kuna mtu yoyote yule ambaye anakudanganya? Unaweza kuwa unaelewa kila kitu kinachoendelea, na wewe umekuwa ni shahidi wa kila tukio linalotokea. Bora ingekuwa mara moja kwamba ulikosea, au bora ingekuwa mara ya pili kwamba ulifanya kwa bahati mbaya. More than 3 times. Happy. Hii inaonyesha kabisa ni umedhamiria. Hii inaonyesha dhahiri sasa niweze kugundua kuwa binadamu ni mbwa mwitu, ili hali wanatuonyesha sura ya kondoo. First time nakupokea wewe na nimekuwa nikiishi na wewe, nilikuwa nakuona ni binti mwelevu na mwenye heshima, mwenye upendo wa dhati. Lakini hadi hivi sasa naanza kupata wasiwasi juu ya mwanangu Nerahamu. Huenda naye unaweza kuwa unamchekea ukiwa na mimi, alafu ukiwa naye anaumia. Kiukweli kaka, mimi bado sijakuelewa. Yaani ni kosa gani ambalo nimelifanya linapelekea wewe unaongea maneno makali kiasi hicho? Jana usiku dadangu alikula. Utapokwenda nami nitakwenda, nitakufuata pia. Maana moyo umeukamata, kwako mimi ni shadata. Popote mimi nitakufuata, kila mahali. Japo moyo fumbo ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo, moyo moyo ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo, 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 hamari aduri kahani, hamari habari kahani. Wewe watamani hapa duniani, ukiondoka wewe ukaniacha mimi, nitabaki na nani?